tunaenda kusikia neno la Mungu, maana hili neno ni kila kitu kwa maisha ya mwanadamu. Hili neno ni uzima wetu, ndio nguvu zetu, ndio ngao yetu, ndio wokovu wetu. Bwana asifiwe. Maana hili neno ndiye Mungu wetu, na hili neno ndio tunaenda kulisikiza wakati huu. Ndiposa nawaalika tu kila mmoja katika program, naalika our viewers to our Sunday service. Ni wakati tunaenda kusikiza neno la Mungu. By the names, I'm called Pastor Bwayo Michael. I'm the assistant pastor of Deliverance and Reconciliation Ministry under our senior pastor, Reverend John Paswet, who is not around today. Ako nyumbani sehemu za Kisii, ministering the word of God, na Mungu anamtumia zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya leo naenda kuongelea kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi tumeokoka, kuna wale ambao hawajaokoka, wako hapa ama wenda wako nje, ama kuna wale labda wananisikiliza kupitia mtandao. Bwana asifiwe. Na ndugu yangu ama dada yangu, bila imani kwa haya maisha ama kwa huu wokovu, wewe si kitu. Bwana asifiwe. Ndio usimame kwa wokovu ama ndio uitwe Mkristo, linahitaji imani yako. Ndio confess mbele za Mungu ama ndio uokolewe, inahitaji imani. Kwa maana kwa kuamini unakiri ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Kwa kuamini unakiri ya kwamba kunaye Mungu. Unakiri ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili ya maisha yako, ni kwa sababu ya imani. Na kupitia hiyo imani unaokoka. Unaamini ya kwamba kunaye Mungu na nikiomba ananisikiza kupitia imani. Kwa maana haumuoni, unaambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoambiwa, unaambiwa ya kwamba hata sisi tunayosema, tunayohubiri neno la Mungu, tumetumwa. Si ya kwamba tunahubiri maneno yetu. Pia inakupasa kuamini ya kwamba huyu anayeniambia ametumwa, na ametumwa na mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni nini? Imani ni kutarajia ama kutumaini kitu ambacho haukioni. Is a substance of things hoped for. Praise God. You are not seeing it, but you are believing it. You have faith that is there. Faith is like walking in darkness. Unatembea katika giza, unaelekea pale kwa mlango, hauoni mlango iko wapi, lakini unajua unaenda kwa ile mlango. Bwana Yesu asifiwe. Hauioni, lakini unajua naelekea mahali pale. That's what faith is. You don't know who Christ is, but through the saying, through the gospel, through the word that's preached to you, you are believing and trusting that there is God. You believe. You have faith in you that the word that they are preaching to me, there's someone who has sent that word for me to receive it. Straight away you are going to the book, the Bible, and that's Romans number 10, verse 8. Nashukuru Mungu, mzee wetu aliposimama to give a word of encouragement, nilishangaa sana akisoma kitabu ambayo nilikuwa nihubiri, na ikanipea moyo, nikasema indeed God, umetaka hii message ifikie watu wako. Bwana asifiwe. Alisoma the exact book that I was to preach, and Romans chapter 10 verse 8. The Bible says, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
For with the heart one believes on righteousness, and with the mouth confession is made on salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Number 13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, indeed. Their sounds has gone out to all the earth, and their words to the ends of the world. But I say, did Israel not know? First, Moses says, I will provoke you to jealousy by those who are not a nation. I will move you to anger by a foolish nation. 20. But Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. I was made manifest to those who did not ask for me. 20. And the last, but to Israel he says, all day long I have stretched out my heart to a disobedient and contrary people. Bwana Yesu asifiwe. Vile nimeanza nikawambia tunaenda kujifunza kuhusu imani, kuongelelea kuhusu imani. Na Biblia inatuambia katika Romans 10 verse 17 ya kwamba so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Imani inakuja kwa kusikiza neno la Mungu. Unapolisikiza neno la Mungu, unalisikiliza na unaamini. Kwa maana hauoni Mungu, haulioni hilo neno, lakini kunayo yule ambaye amesimama mbele yenu anauelezea. Na unaamini ya kwamba huyu ametumwa kutufikishia hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ukikuja katika 18 inakwambia, katika 15 nasema, and how shall they preach unless they are sent? Siwezi kuhubiria bila kutumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno ndo nikasimame mahali hapa nikakuelezee. Nimetumwa na Mungu nikakuelezee. Bwana Yesu asifiwe. Na nisipotuma hili neno haliwezi kufikia. Hauwezi amini kabla kuhubiriwe neno la Mungu. Ni lazima nikuhubirie. Na ndio nikuhubirie ni lazima nitumwe. Napotumwa nakuja kuhubiria na unaamini kwa kulisikiliza neno la Mungu. Unapolisikiza na unaliamini, ndipo wokovu inakuja karibu na wewe. Tunaporudi Romans 10 chapter 8 nasema, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word that we preach. Bwana Yesu asifiwe. The word is near you, around you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Biblia inatuambia hako karibu na wewe. Ni wewe tu kamukiri. Ni wewe tu mrecognize na utambue na ukubali kwa maisha yako. So when we preach, that means we have brought the word near you. It's upon you to take a step and believe in the word that we are preaching. Alafu unapoliamini, unaliconfess. You confess by your mouth. That's number 9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Most people are not saved, even they are in the church. Wako ndani ya kanisa lakini hawajaokolewa ama hawajakombolewa, ni kwa sababu hawajaamini. Unasikia neno lakini unalipuuza. Unasikia neno lakini kwa maana umezoeana na yule anayehubiri unaliacha linakupita.
Bwana Yesu asifiwe. Yesu katika Luke 4 anasema ya kwamba nabii haheshimiki kwao. Kwa maana alipotoka mlimani kujaribiwa, akarudi kwao Yerusalemu, na kama ilikuwa desturi ya Wayahudi, kila Jumapili siku ya 7 kwa wiki wanakusanyika kanisani kuhubiriwa. Yesu mwana wa Mungu alipofika pale, alipewa kitabu iliyokuwa na agano, iliyokuwa na neno la Mungu kama Biblia siku ya leo, na kaambiwa tusomee. Bwana Yesu asifiwe. Alipofungua kitabu katika Luke 4:17, Yesu alisoma maandiko yaliyoandikwa katika Isaiah 61, na inasema, the Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good tidings. Bwana Yesu asifiwe. Kutangaza mwaka wa Bwana kwa wale waliofungwa wakafunguliwe, wale ambao ni wagonjwa wakapone, wale ambao waliofungwa mateka wakawachiliwe huru. Na kamaliza kawaambia ya kwamba sasa sheria, sasa agano ama neno lililosemwa limetimia. The prophecy has been fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu walimjua na wakamzoea, kwa sababu walizoea neno la Mungu na walikuwa nalo hapo, wakaanza kuulizana, si huyu ni mtoto wa Yusufu? Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunalisikia neno na tunakosa kuamini, kwa maana tumeweka mazoeo ndani ya neno. Na nipasa Mungu anasema ya kwamba ukikuja katika 21, Romans 10:21, anasema, but to Israel he says, all day long I stretch out my hand to a disobedient and contrary people. Mungu amenyosha mkono wake kwa watu ambao wana shingo ngumu, watu ambao roho zao si mtiifu. Anajua ndiyo tumehubiriwa neno, ndiyo tumelisikia neno, limehubiriwa kwa kila kona ulimwengu. Ukienda kwa redio neno linahubiriwa, ukienda kwa TV kila wakati wanahubiri neno la Mungu, lakini tumekosa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Tumekosa kuliamini neno la Mungu, na ndiposa hatujaokolewa. Kuokolewa is not all about being called a Christian. Being saved is not all about coming to church every Sunday. Kuokolewa ni kubadilisha matendo yako, kubadilisha njia zako, Mungu akakubadilisha kufanya kiumbe kipya. It's not all about you coming here or me coming here to introduce myself that I'm a pastor. What do I do when I'm outside there? Bwana Yesu asifiwe. That's what we call salvation. Who am I when I'm outside the church? Who am I when you are not there? Bwana Yesu asifiwe. Do I please God? Does my ways resemble to those of God? Matendo yangu yanamfurahisha Mungu? Yanafurahisha wanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa niko kwa kanisa, mimi ni pastor ndio, lakini niko chini ya dhambi, niko ndani ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Natembea katika dhambi, ama natembea katika giza, ama niko ndani ya mateso zaidi. Unaweza kuwa uko ndani ya kanisa na Mungu anasema neno linahubiriwa, wanahubiria kwamba mmebarikiwa, wanahubiria kwamba nyinyi mmefunguliwa, mmewekwa huru, lakini kwa sababu you do not believe, you will remain under that curse, you will remain under that captivity. Many people outside here, kuna mwingine utapata na kuuliza, mimi sijaua mtu, nitaokoka namna gani? Bwana Yesu asifiwe. That's what we believe. Lakini kwa hakika watu wengi, wa Kristo wengi tumeua. For me to kill you, hainihitaji sana nichukue kisu nidunge ndugu ndani ya mvuka hapa ndio nimekuwa nimemuua. The message that I will give you, ninapokuvunja roho ama ninapofanya kitu fulani uvunjike, hiyo ni the same nimekuwa. So hapa nje kuna mambo tunafanya yasiyowakilisha Mungu, yasiyompendeza Mungu. Tumekuwa watenda dhambi. Bwana asifiwe. Na tunapohubiriwa tunapuuza neno, tunajiita kuwa wasafi, tunajiita kuwa kamilifu, lakini tunaambiwa ya kwamba that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
tumeokoka ama tumeitwa Kristo ni kwa sababu tumezaliwa into a Christian family. Wengine baba yako alikuwa pastor, so because your father was a pastor or a bishop, or your mother, your parents used to take you to the church while you were young, you grew up into a Christian family, you believe you're a Christian. The true salvation is by confessing by your mouth. The true salvation ni wewe mwenyewe kukiri, kuamini ya kwamba Yesu alikufa ni kwa ajili yangu, alikufa na kufufuka ni kwa ajili yangu, na uitamke by your mouth. Bwana asifiwe. 10 says, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Without confession, you are not saved. That's why you find most people in the church, they do things that then you come to wonder, huyu mtu anafanya nini hii? Unapata mtu ni mchungaji, anafanya mambo kanisani mpaka unashangaa. What is this guy doing? Bwana asifiwe. Si kwa kupenda kwake, ni kwa sababu hakuamini akakiri Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Alizaliwa na kaona uokovu ni wao. Paulo anasema, my heart is desire to Israel. My heart's desire and prayer to Israel is that they may be saved. That's number 10 verse 1. Maombi yake kwa wana wa Israeli ni ya kwamba kila mmoja akaokoke. Wana wa Israeli ndio wokovu ilikuwa yao, lakini wakauchukua kimazoeo, wakachukua sasa ni yetu wokovu. Tukizaliwa tunazaliwa wokovu, tunapoishi tunaishi wokovu. Wakasahau njia ni gani? Wakasahau njia ya wokovu ni kumkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako ndio ukaupokea wokovu. Ni kwa sababu walisahau, wokovu ikabaki mbali nao. Licha kuwa Masia kazaliwa kwao, licha kuwa Yesu mkombozi mwokozi wa maisha alizaliwa na kalelewa kwao, hawakumwamini kwa maana walikuwa na hiyo uzoefu. Nasi pia tunazaliwa kwa wokovu katika familia ambazo zimeokoka, na tunasahau njia ni gani. Tunakuja tunajibandika ya kwamba njia tu ni kuzaliwa kwa wokovu. Njia siyo, njia ni kumkiri Masia kama mwokozi wa maisha yako. Unapomkiri unabadilishwa, unapobadilishwa unakuwa kiumbe kipya. Hiyo ndio njia ya wokovu. So that's why I'm here to tell you that through faith we shall believe and trust that Christ Jesus died and rose from the dead for our sake. And when we confess through his name, we shall be saved. Bwana Yesu asifiwe. Na njia zetu zitampendeza. Nipasa Paulo alielewa hiyo, na anatuambia ya kwamba yeye ana agano kuu katika Israeli, anajua watakombolewa, lakini kwa sababu ya kiburi chao, kwa sababu ya kiburi yetu, inafanya hatukombolewi, inafanya tunatembea ndani ya giza, ndani ya dhambi, maana tumekosa kuelewa what salvation is and what requires us to receive salvation. The day we shall realize that there's only one way to salvation. There's only one way. There's only one person who can take us to katika mbinguni. Bwana asifiwe. Tutakapoelewa ya kwamba pastor yule tunaona ama tunasikia hawezi tupeleka mbinguni, siku tutaelewa ya kwamba matendo yetu, mambo tunafanya, mambo mazuri yetu, kuishi mzuri kwetu hakutatupeleka mbinguni. Ni Yesu peke yake kumkiri ndiye atatufanya tutaingia mbinguni. Hiyo ndio tutarudi kwa magoti yetu. Maana Biblia inatuambia, for the scripture says, that's 11, for the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Mbona tunaibika siku ya leo? Mbona tunaitwa majina yasiyoeleweka siku ya leo? Ni kwa sababu hatujamwamini Mungu. Tunamjua lakini hatujamwamini. Tunaambiwa kumhusu lakini hatujamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo inatupasa tukaamini. Tunapokuja mahali hapa, tunakuja ni kwa nini? Tunapolisikia neno la Mungu, tunalisikia kwa nini, linatoka wapi? Linakuja ni kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Lisikuje tu ni kama story. Tunapohubiriwa tusione yule anayehubiri, tujiulize ni nani ambaye amepeana ujumbe inayehubiriwa, na ujumbe inayehubiriwa ni ya nani inayoletwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. For whoever calls on the name, 12,
12, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Kuna wale wanasema uokovu ni wa wazungu. Uokovu umetoka majuu. Bwana Yesu asifiwe. Uokovu ni wa wana wa Israeli. Na ndiposa Paulo anatuambia ya kwamba hakuna tofauti katikati yako na Myahudi. Sisi wote uokovu wa Mungu ama wingi wa Mungu uko juu yetu. Vile vile uko juu ya wana wa Yahudi, vile vile uko juu ya wana wa Israeli, ndivyo hivyo uko juu yetu. Only if we believe. We just have to believe that and trust and have faith in him. He will do whatever we want. Bwana Yesu asifiwe. Sisi zote tumefanywa taifa moja kupitia baba wetu Abraham. For God promises Abraham that I will make you a father of the nation. That prophecy cannot be fulfilled not until we also get the Gentiles who receive salvation and become the inheritance of Abraham. Bwana Yesu asifiwe. So how then shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? Bwana Yesu asifiwe. Nasema, for whoever calls on him on the name of the Lord shall be saved. 13. Na kiposa 14 nauliza, tutamuitaje kwa yule tujamwamini? Kwa yule tusiyemjua? Bwana Yesu asifiwe. Na tutamjuaje tusipoambiwa? Niposa siku ya leo niko mahali hapa kukwambia ya kwamba kunaye yule aliyekufa msalabani ni kwa sababu yako. Na inakupasa kuamini kwa yeye ili ukapate uzima wa milele. That's why unapata. Inasema how shall they believe in whom they have not heard? Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa watumishi wa Mungu wako hapa nje kila kona kukuhubiria ili ukaamini ya kwamba kuna Mungu ndio kaweze kumuita. Na ndiposa vile nimeanza nimewaambia naongelea imani. Imani ni wewe kuamini ya kwamba kunaye yule alikufa kwa ajili yangu na nikiamini kwake ataniokoa. Ndiposa kuna yule ako pale nje kwa ajili ya kuhubiri injili ya Mungu. Tunapoamini ya kwamba kunaye yule anaweza tuokoa, kwa hakika atatuokoa. Na tutaamini kupitia hili neno. And how shall they hear without a preacher? That's why the preachers are here outside there to preach the word of God. Yesu akawaandaa na akawatuma nje, akawaambia nendeni kwa kila taifa, kwa kila mji mkahubiri injili. Msibebe chochote bali nendeni kwa yule atakaye wakubali na wakaribishe. Mkae na yeye na mkawaachie habari njema. Bwana Yesu asifiwe. We are here to preach the word of God, the good tidings of God, to preach with the gospel of God. For whoever believes in the word of God, whoever believes in us that we are here to tell you the good message, we are sent by our God, our Savior Jesus Christ, tuwafikishie habari njema, mtaokolewa. 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, who have believed our report? Wakristo wengi ama watu wengi wanasikia habari na wanaipuuza. Watu wengi tumepuuza habari ya Mungu. Na ndiposa unapata kuna mambo mengi yanafanyika katika nchi yetu, katika nyumba zetu, katika maisha yetu ambayo haieleweki. Unapata kuna maafa hapa nje katika nchi yetu ambayo haieleweki. Tunakuja tunaanza kuulizana ni nini mbaya bila kukosa kuelewa nini Mungu anajaribu kutuonesha. Mungu alipokuwa anaelezea wana wa Israeli, walipokuwa anaenda kando na neno lake, alikuwa anawaangushia kichapo ili kuwarejesha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kuna mambo yanakuja kuturejesha kwa Mungu, lakini sisi kama Wakristo ama walimwengu tunapoona majaribio tunaona as if there is no God, as if God has abandoned us. In not forgetting that, not remembering that God anafight kuturudisha kwa njia zake. Mungu anatuleta ili tukagundue kunayo Mungu, tukimulilia anaweza tusaidia. Lakini sisi tunaruhusu majaribio na tusukuma mbali na Mungu. Mchana leo niko hapa kuambia ya kwamba majaribio wacha kawajeshe kwa Mungu. Uache kila hali ukaelewe kunaye tu mmoja anaweza kukuokoa. Kunaye tu mmoja anaweza kukupa uhai, kukupa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndio Yesu Kristo.
tumrudie Mungu. Wakristo tukamrudie Mungu, na si kumrudia tu kwa kimwili, bali tukamrudie kwa roho. Yesu anaambia mwanamke Msamaria pale kizimbani, the time is coming, ya kwamba hatutaenda pale mlimani Zayuni Yerusalemu, wala hatutaenda kwa mlima ama hatutaenda Yerusalemu, bali tutamwabudu katika roho na ukweli. It's the time that we should worship our God in truth and faith, in spirit and the truth. Bwana Yesu asifiwe. Kumwabudu Mungu bila kuchanganya, bila confusion yoyote. Kumwabudu Mungu katika roho na ukweli, bila kuangalia nani yako kando wako, nani anasema nini, ni yapi yako kando na wewe. Tumtafute Mungu na tukuabudu. Tusifike mahali kama vile wana Israeli walisema. 17 nasema, so then faith comes by hearing, and hearing the word of God. 18, but I say, have they not heard? Yes, indeed. Their sound has gone out to all the earth, and their words to the end of the earth. But I say, did Israel not know? First Moses says, I provoke you to jealousy by those who are not a nation. I will move you to anger by a foolish nation. Bwana Yesu asifiwe. Musa alifika mahali akakasirika, na kabia wana wa Israeli ya kwamba Mungu atawakasirisha, atawasukuma kwa aibu kwa kuchukua mataifa wasiomjua, wale wasioelewa yeye, wale ambao si waokovu, wakakuja wakamwabudu. Maana wana wa Israeli walifika mahali wakakuwa shingo ngumu, hawataki kusikia habari ya Mungu, hawataki kumrudia Mungu, hawataki kuelewa wokovu ni gani, hawataki kuamini Mungu ni nani, licha ya yote alikuwa anawatendea. Ndiposa Musa akawaambia ya kwamba mkizidi kuwa hivi, Mungu ataleta wale wasiomwelewa, wale ambao unaona hawafai kuokoka, wakamwabudu. Na ni kwa sababu kwa ajili ya shingo ngumu ya wana wa Israeli, ndiposa Mungu akatuokoa sisi ili tukamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. 20 nasema, but Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. I was made manifest to those who did not ask for me. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walifanyika shingo ngumu, na ndiposa Mungu aliwatema na akatuokoa sisi mataifa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ambaye hatukumjua, sisi ambaye hatukumtafuta Yesu Kristo, Mungu akatumana Yesu ili akatuokoe kwa rehema. Kwa maana wana wa Israeli walimkataa, walikataa kuamini kwa neno lake. Mimi pia nawaambia nini mchana wa leo, sisi pia Wakristo kama tutakosa kumwamini Mungu, nini tamzuia asituteme? Bwana Yesu asifiwe. Nini tamzuia yeye kututema? Kama alitema wale waliokuwa wake, wana wa Israeli, Mungu akawatema, mbona sisi tusiteme tusipoamini kwa neno lake? Tusipoamini kwa Mungu, mbona asituteme? Bwana Yesu asifiwe. Tusipomtumaini Mungu, mtujua ya kwamba kama Wakristo, hii wokovu tulio naye ni kwa neema. Na tusipoamini kwa Mungu kuhusu hii neema tumepewa, tutanyang'anywa. Just imagine you being as a parent, umeadapt mtoto kutoka huko nje ambao si mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa na mtoto wako. Kwa mfano tuseme uko na watoto na kuna watoto waenze maofa. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako akukosee, umfukuze kwa baba. Ukuje uokote mtoto nje ama uadapt mtoto ambaye si wako. Huyu mtoto akuja kukosea the same mistake ambayo mtoto wako wa kipekee alikutendea. Nini itakuzuia kumfukuza? Unaye kitu chochote kitakuzuia kumfukuza? Kama wako alikukosea ukamfukuza, huwa wenyewe utakosa kumfukuza? Hivyo ndio Mungu anajaribu kutulinganisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikataa wale Wayahudi waliokuwa wake kwa sababu walikuwa na shingo ngumu, walikataa kumwamini, sisi wa Kristo wale Gentiles wa Greek tusipomwamini, nini itazuia Mungu asitukatae? Tunapotembea, tunapokaa kwa wokovu, tujue tuko hapa kwa neema.
Lolote unalotenda ujue ni kwa neema. Uzima tulio nayo ni kwa neema. Nchi tulio nayo ya upendo kama Kenya, nchi kubwa, viongozi tulio nayo tuelewe tumepewa ni kwa neema. Kanisa tulio nayo siku ya leo, watumishi wachungaji wa Mungu, ni kwa neema wapendwa. Na tujue tusiposhikilia hiyo neema kwa imani tutanyang'anywa. Mimi agizo langu siku ya leo wapendwa, tuamini kwa Mungu. Tukuwa na imani kwa Mungu, tukijua ya kwamba haya yote tuko ndani, anaweza tupitisha ndani. Tusione shida imekuja tukimbie kwa waganga. Tusione majaribu tukimbie kwa ulimwengu. Tumkimbilie Mungu kila wakati, maana yeye anaweza tuokoa kwa kila hali. For he says, but to Israel he says, all day long I have stretched out my hand to a disobedient and contrary people. Licha kuwa sisi tumekuwa shingo ngumu, licha kuwa umekuwa shingo ngumu, umehubiriwa kwa muda mrefu lakini umekataa kuokoka, umehubiriwa ya kwamba tubu, wachana na dhambi, umekataa kuokoka, umekataa kuachana na dhambi zako, umeambiwa ya kwamba hili na hili unatenda haifurahishi Mungu, wachana nalo, ama liambatani na maagizo ya Mwenyezi Mungu, achana nayo, umekataa. Umeambiwa ya kwamba repent, tubu na ukamrudia Mungu, umekataa. Unaambiwa that salvation is around you, the word of God is around your mouth, just for you to believe and confess that he was sent, he died and was risen by his power, for us that whoever believes in him shall receive the eternal life and shall be saved. Uamini ya kwamba nitakapoamini, haijalishi ni dhambi gani umetenda, haijalishi ni shimo gani umewekwa ndani, haijalishi ni wapi umefika. Watu wengi tunafika pale tunajiwekea kikomo, ni kana kwamba makosa nimetenda Mungu hawezi nisamehe. Nakwambia mchana ya leo ya kwamba Jehova ni wa rehema, si kama wanadamu. Anasema katika Isaya 1 ya kwamba njooni tusemezane, hata kama makosa yako ama dhambi yako ni mingi, ni nyekundu sana kama damu, nitayasafisha iwe nyeupe kama pamba. So haijalishi ni wapi umekosea, unapomrudia Mungu na uelewe, uamini ya kwamba nikitubu ananisamehe, uamini ya kwamba nikimkiri yeye kama mwokozi wa maisha yangu atanibadilisha. Yeye ndani yuko hapa, anasema amenyosha mkono wake usiku na mchana, na ngoja tu ukamkiri, ukamtambue, ukamrudia na umwita mwokoe. Haijalishi ni wapi umekuwa, haijalishi ni hali gani uko ndani, yeye anaweza kukomboa hapo. Ile tu uamini kwake, uamini kwa neno lake ambalo unaambiwa, maana tunaambiwa faith comes through the hearing, but not only hearing but hearing the word of God. Bwana asifiwe. Tusimame tu mbele za Mungu wapendwa. Sister Yvonne, tuongoze kwa worship nzuri. Wapendwa, twende mbele za Mungu tukamuombe Mungu neema yake ikazidi kuwa na sisi, akatukomboe. Na kama kuna yoyote ambaye anahitaji uokovu, unaona mienendo zako ama njia zako ama mambo umekuwa ukitenda haifurahishi Mungu, ama umekuokoka ndio, lakini umefika mahali uka backslide, tunakukaribisha mbele ya Mungu ukuje ukaombe uokovu. Kama kuna yoyote umeona enyewe nimefanya lakini nimefika mwisho, nataka nikapokea uokovu kabla hiki kikombe katoweke, baada ya siku, kabla siku ya mwisho ya kiyama ifike, nataka confess ya kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Karibu uombe uokovu. Na kwa yule ambaye kwa mtandao na hujaokoka, unasikiza kupitia YouTube au Facebook, unahitaji uokovu, unaona ni wakati kumkiri Yesu kama mwokozi wa maisha yako, naomba mashauri kwa vile Jehova Mungu mbingu na nchi, unasema ya kwamba tunaamsha confess that you are Lord. Baba, nasema huyo